Al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akataja aya, akasema na jambo hili Allah alitaja sana kwenye Qur'an. Akataja kwanza ile aya ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Kuanzia pale ya bani Israila ya kwanza kwenye sura Baqara. Kuanzia pale Allah amewasema na kuwananga Mayahudi, maulama wa Kiyahudi. Kawasema kweli kweli. Kawasema mpaka kwenye ya bani Israila ile ya mwisho kule. Karibu ile wa idh yarfa Ibrahim alqawa'id wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Kuna ya bani Israila nyingine. Kote ukisoma Allah na waradi Mayahudi na maulama wao kawasema kweli kweli. Kwa Qur'an imejaa rad na majibu. Kasome pale utaona. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ametaja kwenye kitabu usul sita. Kiangalia kwenye sura Al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala pia ametaja asema watul alayhim aba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha, wasomewa habari za yule ambaye tumewapa aya zetu akajivua kwenye aya hizo. Maulama wa ovu faatba'u shaytan, shaytani kumfuatiliza mtu, fakana min al-ghawin, akawa katika wale wapotevu. Allah wala ushina la rafa'nahu biha, lau tungetaka tungemnyanyua kwa hizo aya zetu alizompa Qur'an ilmu, walakinahu akhla ila al-ard, lakini yeye bwana alijikita kwenye ardhi, watabaa hawahu, na akafuata matamanio yake. Allah anasema famathaluhu kamathalil kalb, mfano wa mtu kama mfano wa mbwa. Allah amewafananisha maulama wa ovu, amewafananisha na mbwa. Tusiwe amewafananisha na mbwa. Kama famathalu kamathalil kalb in tahmil alayhi yadahu au tatrukuhu, ukimfukuza anatoa ulimi, ukimwacha anatoa ulimi. Mbwa muda wote anatoa ulimi. Ndio mfano alim, mtu mwenye ilmu alafu muovu. Allah amesema huyu kama mbwa, anahema muda wote. Sifa mbaya hizo. Lakini Allah akasema kwenye Qur'an na kwenye sura al-Jumu'ah kule Allah amewafananisha na punda. Mathalu alladhina humilu at-taurat thumma lam yahmiluha kamathali al-himar. Mfano wa wale waliobeba Taurat maulama kisha wasifanyie kazi, Allah akasema hao ni kama mapunda waliobeba mizigo ya vitabu, hawaelewi. Huko mfanisho na mbwa, kula mfanisho na punda, na aliyosema ni Allah subhanahu wa ta'ala, sio sisi. Kwa hiyo jambo hili ni msingi katika dini yetu, watu waovu wabainishwe. Na sunni tekano furahi wanaposema watu wa bid'a, usikasirike. Hata kama anasema pengine ni mwalimu wako, maadamu anasema kwa haki na kwa ilmu, masha Allah, kwa sababu ni kumsaidia yeye na wengine, ni msaada kwake, asiendelee na baadhi na asipoteze watu. Siku ya kiyama sijakibeba mizigo ya watu mingi, anasaidiwa. Kwa hiyo ni katika alama pia ya mtu sunni, anaposikia mtu bid'a akisema achukii, usikasirike. Aliulizwa Bakr bin Abi Ayyash rahimahullah ta'ala, man sunni? Ibn Battah ametaja katika sunna, man sunni, sunni nani? Bakr bin Abi Ayyash alim katika ulama salaf, mtu wa sunna ni yupi? Akasema sunni mtu wa sunna man idha dhakara indahu al-ahwa lam yaghdab shay. Sunni ni yule ambaye wakitajwa bid'a, wakitajwa watu wa bid'a wakisema kasiriki, huyo ni sunni. Kwa hiyo sunni usikasiriki wanapotajwa watu wa bid'a, umeelewana? Usikasiriki wanapotajwa watu wa bid'a. Kwa hiyo baada ya Sheikh kutaja mukadima huu mzuri muhimu sana, akaanza kuelezea haya makundi mawili, historia yao ndio za kutaja. Kundi la al-ikhwan al-muslimun na kundi la as-sururiyun au kutubiyun as-sururiyun. Tuelezee kidogo historia muhimu sana. Indekana historia hii iwe biidhnillah, iwe historia, na hiki kitabu kimeandikwa. Huyu daktari mashaallah ni bahthi mustaqil muhadhara, lakini bahthi ya ilmu, kwa sababu alikuwa anawazungumzia mbele yake sio awamu, ni tulabu ilmu, doktora, madakatira wako mbele yake na wanafunzi wa jamia.
amefanya bahth mashaallah. Kwa hiyo akaanza kuelezea hizi tanzimati mbili, hii vitu hizi makundi mbili, hizi kundi mbili hizi, jamaatul ikhwanul muslimun wa jamaatus sururiyun, tanzimus sururi wa tanzimu ikhwanul muslimun. Sheikh Muqbil Al-Wadi rahimahullah ta'ala yeye alikuwa hawaiti ikhwanul muslimun, alikuwa anaita ikhwanul muflisun, alikuwa anawaita ikhwanul muflisun. Anasema kabla ya kuanza kuelezea misingi ya sururia na ikhwanul muslimun, baadhi ya misingi yao ambao amekhalifu, anasema ni vizuri tuelezee kwa ufupi historia ya makundi haya. Yameanzaje, yameanza lini? Yameanzaje na yameanza lini? Akaanza na kundi la kwanza, tanzimu al-firqati al-ikhwan al-muslimin, kundi la al-firqa ikhwan al-muslimin. Nitakuwa nasoma wakati mwingine naruka maelezo, nafanya kama tarjuma mubashara. Asema ili kundi la ikhwan muslimun ni katika harakati za, ni katika kundi, yanasema min awaili fasaili alharakati alhaditha almuntasiba ila alislam, ni katika kundi la mwanzo ambalo limejitenga la harakati za Kiislamu, ni katika kundi la mwanzo ambazo lilijitenga la harakati za Kiislamu zinasibisha Uislamu, kundi la ikhwanul muslimun. Akasema nashaat, kundi hili limeanza ala yadi muassisiha, kwa juu ya mkono wa yule mwanzilishi wake Hasan ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Banna as-Sa'ati, ndio anaitwa Hasan al-Banna. Kundi hili limeanza, mwanzilishi wake ni huyu aliyezaliwa mwaka 1906, mwaka 1906 katika moja ya vijiji vya Bahira katika mji wa Misri, aliyefariki mwaka 1949 1940 miladia. Hii miladia leo 2026 sio? Kwa hiyo 1949 amefariki mzee. Anasema waqad tamma taasisu an-nawadi al-ula, iliasisiwa mbegu ya mwanzo ya jamaa hii katika mji wa Masr mwezi wa Machi, shahr Mars aam 1928 miladi, mwaka 1928 miladia. Kundi la ikhwan muslimun Muslim Brotherhood liliasisiwa mwaka 1928 miladia. Aliasisi nani? Hasan al-Banna. Na huyu Hasan al-Banna alikuwa ni sufi kuburi, ni sufi kuburi, ni sufi kuburi, akifanya tawafu kwenye makaburi, akiwaomba masharifu kwenye makaburi. Sufi kuburi maarufu. Ukisema sufi kuburi mnanielewa, kwa sababu masufi tuko nao. Huyu alikuwa ni sufi kuburi. Alianzisha kundi hili, kisha likaenea kundi hili, thumma tawassat daira, ikaenea na fikra zake zikatawanyika mpaka zikafika katika miji akthar min 72 daula, zaidi ya nchi 72. Kundi hili limefikia fikra zake, wamefika wa jamaa, nchi za Kiarabu na zisizokuwa za Kiarabu, nchi za Kiarabu na zisizokuwa za Kiislamu, mpaka na Tanzania pia ipo katika nchi hizi, ambao harakati za ikhwan muslimun zipo. Naweza msielewe, zipo harakati za ikhwan muslimun. Ndio hawa Islamic Propagation Center, IPC, wale ni ikhwan, ni faru katika faru ya ikhwan muslimun. Ndio kina Isaponda, kina Kundecha, ndio kina ikhwan, ndio ikhwan muslimun, na wanajiweka wazi, hawajifichi, kwa sababu ni harakati ambazo ziko wazi. Umeelewana? Ndio hao Isaponda na Kundecha na wengineo katika al-ikhwan muslimun, ndio hao. Na zamani walikuwa kina nani? Kina Basale kule, Allah warehemu, shafariki Sale Basale kwa mwanaharakati, au ikhwan muslimun. Kwa Tanzania pia ipo katika nchi ambazo
kundi hili harakati zake zimeenea, zimefika. Anasema na sababu ya kuenea kundi hili ashiaratul barraqa, ni zile nembo zao zinazong'aa, albarraqa, zinang'aa safi kabisa, sikio kwa hapo zinang'ara na wana nembo fulani zinang'aa, allati kana tarfaruha, ambazo walikuwa kizinyanyua. Uislamu tunaonewa, anaweza kuzungumza wallahi ukatoa machozi namna nani kweli, yani miongoni mwa sifa ya ikhwan muslimun wanaelezea matatizo ya Uislamu kweli kweli, lakini ufumbuzi wake sasa ndio anapita barabara nyingine. Japo mengine wanaona matatizo si matatizo, mafundi kweli kweli wakielezea, anaweza kaelezea Uislamu na kunyanyaswa, alafu kimuuliza tufanyaje, na wanakupitisha njia zao. Sasa umeelewana ana mambo tuingie kwenye siasa huko, tutoe tuingie tushike urais. Kwa ni harakatu islamia siasia, ni harakati za Kiislamu lakini za kisiasa. Umeelewana? Harakati za Kiislamu lakini za kisiasa. Taendelea akasema wanakusudia, anasema faqad kanat taz'am annaha tad'u ila jam'i kalima. Kundi hili lilikuwa linadai kwamba na umoja wa Uislamu, tuweni wamoja katika nembo yao kubwa, tuacheni hizi farqa, tuweni wamoja jamani. Hii habari ya kusemana ndio maana katika watu ambao uwezo kumweka na ikhwan muslimun ni masalafi, kwa sababu uwezo kumzuia siseme tuweni wamoja tusisemane. Ni kweli wenyewe wasemana, na wana kaida yao wanasema nataawan ala mattafaqna alayhi, tunasaidiana juu ya yale tuliyoafikiana, wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, tupeane nyudhuru katika yale tuliyokhtilafiana, tusinasiane. Bwana tunaelekea kibla, Mungu mmoja, dini moja, ngoja na kauli mbiu fulani, dini yetu moja, mtume wetu mmoja, kibla chetu kimoja. Kwa nini bwana tufarikiane? Kwa hiyo utakaa hapo wewe Sunni, utakaa na Shia, utakaa na Ibadhi, huyo kimtukana Abubakar unampa udhuru, na wewe hivyo hivyo. Huyu Ibadhi akimtukana Uthman bin Affan, kwa sababu maibadhi wanamkufurisha Uthman, Ali bin Abi Talib, nyamazi, usimseme. Ukianza kusema haifai kumtukana Uthman, habari gani kusemana bwana? Lakini yeye kumsema Uthman sio kusemana, wala uishia kumsema kumtukana Abubakar, Umar sio kusemana. Sufi pia ukianza kuzungumza au usisemana, lakini akianza kumuelezea Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa dhulma, ukimtetea lakini yeye kumsema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sio kusemana, kuizungumza daula ya Saudia kwa dhulma. Ukizungumza na Muhammad kusemana bwana, mbona nyinyi mmesema? Ona, kwa ni kauli mbiu ambayo wanazunguka nayo kitu kimoja, na hiyo ni kaida muhimu katika kundi la ikhwan muslimin, ni kaida muhimu katika kundi la ikhwan almuslimun. Kwa hiyo akaendelea akasema anasema wanatumia kauli mbiu hii ya kukusanya tu kitu kimoja kwa hoja ya kupambana na matisho ambayo wanaoelekea Waislamu. Jamani, tu kitu kimoja, tupambane na adui wetu mmoja, kafiri Myahudi, ndio adui yetu Myahudi bwana. Nyie kazi yenu kusemana, mnaacha Mayahudi huko wa Marekani wanatesa watu, nyie kusemana. Tukauli mbiu yao ambao ndo nembo kubwa. Ndio tunaona kule Yaman kuta wale Mahuthi na Shia, katika ikhwan muslimin, Hamas na wengineo, wanaweka bendera zao, wanajiita ansarullah, alafu bendera imeandikwa al-mautu li Amerika, al-mautu li Israel, nusratu lilislam. Muona bendera ilivyokaa, imeandikwa kabisa Allahu akbar, Allahu akbar, al-mautu li Amerika, kifo kwa Marekani, al-mautu li Israel, kifo kwa Israeli, nusratu lilislam, nusra kwa Uislamu. Lakini utaona wanawaua ahlus sunna wa Yaman, hakuna bunduki hata moja inaenda Tel Aviv au inaenda kwa Netanyahu. Utaona wanawaua ahlus sunna wa Palestina, utaona wanawaua ahlus sunna wa Lebanon, utaona wanawaua ahlus sunna wa Syria, utaona wanawaua ahlus sunna kwenye mji wote watakapo Iraq. Lakini bendera al-mautu li Amerika,
al-maut li Israil. Muona ikhwanu muslimun, kwa hiyo wanaweka nembo juu ya kuwahadaa watu, lakini wanayao. Hutokuta kombora moja la ikhwanu muslimun limekwenda Israeli abadan. Lakini nchi za Uislamu zimefanywa mapango, zimefanywa magofu kwa sababu yao ikhwanu muslimun. Hamas ni katika ikhwanu muslimun, kama mjui Hamas ni katika ikhwanu muslimun, na hayo wameelezea wanawachuoni vitabu. Tukifika kusoma neno wanachuoni tutasoma inshallah. Hao ni katika ikhwanu muslimun. Al-Qaida ni katika ikhwanu muslimun. Daesh, IS, Islamic State ni katika ikhwanu muslimun. Al-Shabab ni katika ikhwanu muslimun. Boko Haram ni katika ikhwanu muslimun. Mmenielewa? Kana mjue. Akaendelea akasema lengo kupambana na maadui wa Uislamu, hadhi shi'arat al-barraqa, hizi nembo zije kung'aa, ja'alat an-nasa yata'atafuna ma'aha, zinafanya watu wanavutiwa na wanavutiwa. Jamaa harakati bwana, ama si mchezo bwana, jamaa wana hasira na dini yao, wanavutiwa, wayuhsinuna dhanna biha bidayat amriha, na wanawadhania vizuri mwanzoni mwa jambo lake. Wanawadhania vizuri nani? Ikhwanu muslimin. Hivi hana pambana na Mayahudi bwana, wanawadhania vizuri. Akaendelea anasema lakini malengo hakika hasa ya kundi hili huwa al-usul ila saddati al-hukm. Lengo lao ni utawala. Lengo lao ni urais. Mfano Tanzania hapo, lengo la kina Bonda hao kina nani, lengo ni kuwashiki urais, washiki utawala, ndio lengo lao. Yani hawa ni harakati za Kiislamu za kisiasa, kama vile Chadema, kama vile EST, sijui ni nini vyama vingine, ndio hivyo. Lakini hao wameongeza neno Islamia. Basi lengo lao ni kiti al-karasi. Kwa hali yoyote wafe watu njia ya halali ya haramu, tutakatufika wapi? Mwana kaida yao wanasema al-maqasid tubarriru al-wasail. Bwana makusudio yanatakasa njia. Lengo lote ni Uislamu utawale. Mashaallah, tupite njia yoyote. Kama vile mtu anakuambia lengo bwana unataka kwenda hija, iba, dhulumu, lakini upate mali ya kwenda, ndo kaida yao. Lengo bwana, lengo langu zuri bwana, naenda haji. Kwa hiyo pita barabara yoyote, almuhimu lengo lako ni zuri, ndo kaida yao wanaitumia. Malengo yao yanatakasa njia zao, na wanajalia kufika kwenye utawala rukunan min arkan al-Islam alladhi yu'minuna, ni katika nguzo za Uislamu wanazoziamini. Uislamu huwezi kusimama bila kushika nchi, ndo kauli mbiu yao. Uislamu huwezi kusimama bila kushika daula, kauli mbiu yao. Kwa hiyo ni al-ikhwan al-muslimun. Kuna mwanachuoni wao thibitisha haya, Sheikh ametaja katika mwanachuoni wao anaitwa Umar at-Tilmisani, katika kitabu chake kinaitwa Hasan al-Banna al-Mulhim al-Mawhub. Hasan al-Banna al-Mulhim al-Mawhub. Hasan al-Banna mwenye kupewa ilham, mwenye kipaji. Kitabu cha mkiandika anasema walakin lilasaf الشديد أنا أكتب هذا في مطالع الثمانينات. mimi naandika haya mwanzoni mwa miaka 80. kada amalu shabab, ilikaribia kazi ya vijana, alladhi ya'malu fil huql al-islami, ambao wanafanya kwenye mashamba ya Uislamu, yaktasiru ala nahiyati siyasiyya. Kazi yao ilifupizika kwenye mambo ya siasa tu. Misri ilifikia mahali vijana ni siasa tu, dini wakaiweka kando. Allati dhahabat bil juz'i al-akbar min juhudi mimma kabadahu al-kathir wa adaa alayhi al-kathir, ambao imechukua sehemu kubwa katika juhudi yao, katika mambo ambayo yamewachosha wengi, yamewachosha watu wengi, na yamepoteza umri wa watu wengi, na yamewapoteza wengi kujiingiza kwenye siasa. Anakiri huyu jamaa, huyu ni katika ikhwan muslimin, na kitabu hichi anakielezea, anamuelezea Hasan al-Banna na kundi lao.
Melana wakaannahu lam yu'ad fi da'wati Allah illa an-nahiyati siyasiyya, kana kwamba haijihesabika kwenye da'wa kulingania da'wa ya Allah isipokuwa ni siasa tu, kana kwamba da'wa ni siasa. Ukiingia kwenye siasa ndio da'wa yenyewe. Haya maneno ya Umar al-Misani na akielezea namna ikhwan muslimun walivyozama kwenye siasa. Hili ni kundi la kwanza na hii ndio hali yao. Kundi gani? Al-ikhwan al-muslimun. Mwanzilishi wake nani? Hassan al-Banna. Limeasisiwa mwaka gani? Mwezi Machi 1928 Masri, nchi ya Misri. Ikhwan al-muslimun inqasamu ila qismayn, wamegawanyika viwili. Wengine wanasema vigawanyika vitatu, lakini ndio viwili. Ikhwan al-muslimun wamegawanyika vigawanyo viwili, inqasamu ila qismayn, kwa tahqiqi ya ustadhi Daktari huyu akijalia kutubia na sururia wote ni kundi moja. Wamegawanyika vigawanyo viwili ikhwan al-muslimun. Al-qismu al-awwal, qismu ya kwanza, kigawanyo cha kwanza ni al-Bannaiyya. Kuna kundi linaitwa Bannaiyya, nisbatun ila muassisi tanzimi Hassan al-Banna. Hawa Bannaiyya wamenasibishwa na yule mwanzilishi wa kwanza anaitwa Hassan al-Banna. Hawa Bannaiyya, umeelewa? Hassan al-Banna. ويدعي أصحاب هذا الفكر أن حزبهم جماعة الإصلاحية. نهاو ni fikra hizi Bannaiyya wanadai kwamba kundi lao ni kundi islahia la kutengeneza, sio la kisiasa, sio bwana la vurugu, sio la kigaidi. Hili kundi la islahia tunatengeneza. Illa anna haqiqataha anna akbar harakatin mu'aradati siyasatin fi dawlati fi ad-duwal al-arabiyyah wal-islamiyyah. Isipokuwa hakika hasa kundi hili linapambana na kupingana na siasa katika daula za Kiislamu, nchi za Kiislamu wanapambana nazo. Inaitwa Bannaiyya, ni kundi katika ikhwan muslimin. Na hawa wengi utawaona ni masufi. Hawa wengi ni masufi. Unaelewa? Masufi ukiona wana harakati kama ponda sufi. Ndio hawa Bannaiyya. Melwana wale masufi wengi ni katika Bannaiyya, kwa sababu Hassan al-Banna sufi kuburi na wanamuadhimisha kweli. Anasema na kundi hili linakusudia tahdif ila takwidi anzimat al-hukm, linakusudia kupambana na nidhamu ya daula. Hawa asili yao wanapambana na serikali, ndio harakati zao. Tutatoa na mifano hai muelewe. Melwana mifano hai ambao nyinyi pia mnajua. Maana najua dunia sasa ni nadra kukuta mtu afuatilie mambo ya ulimwengu. Wengi watu wanajua. Na hapo kwenye mitandao huwezi kumdanganya mtu. Mtu ataangalia, atagugu, atafuatilia kwa BBC huko. Hadi kweli bwana. Sio? Mambo yako wazi sana. Wanabdi taa, na kundi hili pia wanatupilia mbali taa, as-sam'u wa taa kwa kiongozi. Hawana sam'u wa taa. Watafriqi kalimati al-jamaa, na kuvunja umoja wa jamaa. Wale wanakuwa chini ya kiongozi Melana wanavunja umoja. Mbona kama sisi wa Tanzania wote tuko chini ya kiongozi, rais wetu mmoja Muislamu, Mama Samia. Anakuja mtu anataka tumkhalifu, tuanze kupambana naye, tayari amevunja jamaa, anawatoa kwenye jamaa. Huyu afanye vurugu ya watafriki kalimati aljamaa. Melana ndio kundi makusudio yao. Walusulu ila sulta bijamii wasail almutaha, na kufikia kwenye utawala kwa njia zozote zitakazowezekana. Njia yoyote, kuua, kufanyaje, njia ya demokrasia, njia ya nini, malengo ni kufikia kwenye nini? Utawala. Njia yoyote itakayokuwa wazi kwa wao, mutaha, iliyo wazi mbele yao, sawa akana silmia au musallaha, sawa njia ya kujisalimisha ya kawaida au njia ya silaha vita, wanaingia. Hiyo ni kundi la ngapi? Kwanza inaitwa al-Bannaiyya. Kundi la pili, al-qismu thani, kundi la pili linaitwa al-Qutubiyya. Hao ni kundi katika ikhwan muslimin. Al-Qutubiyya wa hiya harakatun irhabiyatun fikriyatun, ni kikundi cha kigaidi cha kifikra,
imbathaqat an tanzim al-ikhwan al-irhabi, ambacho kimetokana na kikundi cha Ikhwan al-Muslimun. Hii al-Qutubiyya imetokana na kikundi cha Ikhwan al-Muslimun al-irhabi, kikundi cha kigaidi pia. Watunsabu ila Sayyid Qutb, na kinanasibishwa kwa Sayyid Qutb. Utasikia wakimtaja wanasema shahid al-Islam, shahidul Islam, Imam Sayyid Qutb rahimahullah, wanamuadhimisha. Na ukisikia mtu akimsema Sayyid Qutb watapambana kwa hali na mali. Kwa nini unamsema huyu ni imam mufassir kadha Sayyid Qutb? Hao wanaitwa Qutubiyya, wafuasi wa Sayyid Qutb. Walati tara, ambao kundi hili linaona anna almujtama'at alislamiyya almu'asira mujtama'at jahiliya. Hii jamii ya sasa ni jamii yote ya kijahiliya, ni ya kikafiri yote. Sisi wote ni makafiri. Hata na hizi adhana zinazoadhiniwa hakuna, wote ni sisi makafiri kwa mujibu wa msimamo na itikadi ya Sayyid Qutb. Melan wa anna alhukumat kafira, viongozi wote ni makafiri. Kundi hili linaitakidi viongozi wote ni makafiri. Mfano sisi hapa rais wetu Muislamu, ndio Muislamu rais wetu sisi Muislamu. Rais wa Misri Muislamu, rais wa Somalia Muislamu, sio? Rais wa Yemen yule Abdurrabbi Mansur Muislamu, mfalme wa Saudi Arabia Muislamu, Malik Salman Waislamu. Tunatakidi hivyo, ni Waislamu. Hawa wanatakidi wote hawa ni makafiri, si Waislamu. Qutubiyya. Wengine wanaweza kaogopa kusema rais wa Tanzania Muislamu kwa sababu wako Tanzania. Ile utasikia wafalme makafiri wale, Wayahudi wale, ndio Qutubi huyo. Ndio nani? Qutubi. Fulani bana, Wayahudi wote wale makafiri wakubwa. Qutubi. Viongozi wa Kiislamu wote ni makafiri. Wenyewe ndio itikadi yao. Ukiuliza ukafiri wao, wanaanza kutaja yale maasi ya walionayo, kukosa moja ambayo yeye pia pengine anayo, na mengine makubwa kuliko ya wale. Lau hukumu wanayowapa wale ukiwateremsha kwa yeye unamtoa. Melana yule anafanya kadha, mfano yule anaruhusu disco, anaruhusu na muziki mathalan, ndio alafu kimwangalia yeye pengine nyumba yake amekodisha grocery hapo. Yani kile yule sababu ya yule kuwa kafiri, ameingia pale Eminem, ameingia sijui msanii gani, Rihanna ameingia, Cristiano Ronaldo, alafu kiangalia ana banda la mpira la kuangalia watu wa Premier League huko madini. Yeye sio kafiri, la wale nani ni makafiri. Hukamu almuslimin kwa wao ni makufaru. Hawanani hapo? Qutubiyya. Mmenielewa? Nimeanza mbali. Tukija kuwazungumzia Ansaru Sunna muelewe vizuri. Mirwan. Baada ya hapo anasema wala tajuzu al-musharakatu fi al-hukm au mumarasatu al-amal as-siyasi fi dhilliha, na wala haijuzu kushirikiana katika hukumu wala katika mambo ya siasa chini ya kivuli cha huyo mtawala. Wajibu jihadu hadhihi al-hukuma, na ni wajibu kupambana na hizi serikali zote, pambana nazo. Wa hiya a'zamu jurman wa ashaddu khataran min sabiqatiha, na viongozi hawa ni waovu zaidi na sharia yao ni kubwa, hatari yao ni kubwa zaidi kuliko wale viongozi waliotangulia kina Farauni na wengineo. Hawa ni wabaya sana. Hiyo ni kina Qutubiyya, wazo Sayyid Qutb. Na haya ameasisi mwenyewe Sayyid Qutb, ndio ameasisi tafsiri yake na kitabu chake Al-Adalatu Al-Islamiyya na vitabu vinginevyo. Ameasisi mambo haya, yeye ndo kaasisi. Melano. Kwa hiyo ni kundi la Qutubiyya. Kuna kundi lingine ambalo yeye Sheikh amejalia ni katika Qutubiyya, lakini wengine wanasema ni kundi lingine linajitegemea. Katika hao Ikhwan al-Muslimun tunasema kuna Bannaiyya na kuna Qutubiyya. Bannaiyya ni wafuasi wa nani? Hasan al-Banna. Qutubiyya wafuasi wa Sayyid Qutb. Sayyid Qutb aliandika tafsiri fi dhilal al-Quran. Aliandika tafsiri fi dhilal al-Quran. Kuna kundi linaitwa As-Sururiyya. Kuna kundi linaitwa As-Sururiyya au al-Tanzim as-Sururi au Tayar as-Sururi as-Sahabi. As-Sururiyya. Hawa As-Sururiyya hawa asema hizi ni harakati
ambazo yudhihiru almanhaj as-salafi, wanadhihirisha manhaj as-salafi. As-Sururi As-Sururi, intabihu, sikilizeni vizuri. As-Sururiyun yudhihiruna almanhaj as-salafi, wanadhihirisha manhaj as-salafi. Ukimwona mbele ni salafi sunni, huwezi kumtofautisha na salafi ukumwangalie. Melana kutana ndevu mashaallah, mswaki hapo, kichana cha kuchania ndevu, suruali ni safi, safi kabisa. Na anasomesha vitabu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, usul thalatha, qawaid al-arba, usul sita, kitabu tauhid, wanasomesha as-sururiyya, wanasomesha vitabu vya manhaj. Utakuta wanasomesha vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, vitabu aqidatu tahawiyya, aqidatu al-wasitiyya, aqidatu salaf ashab al-hadith yasabun, wanasomesha Sahih Bukhari, wanasomesha vitabu vikina leo, wanasomesha vitabu, wanadhihirisha manhaj salaf. Wayatabanna al-fikr al-bannai tanziman, mikakati yao ni ya kibannaiya, ya kundi la Hasan al-Banna, mikakati ni ya kibannaiya. Wal manhaj al-qutubi, na manhaji yao ni ya kutubia. Mikakati na mipango ni kundi la bannaiya, wote ni ikhwan muslimin, lakini wamechanganya baina ya bannaiya na kutubia. Kwa hiyo manhaji ni ya kutubi, athauri, kimapinduzi, ta'liban ala al-hukam, kuandaa vikosi dhidi ya watawala, wa khurujan alayhi, na kutoka kwa watawala. Umeelewana? Asema fa manhaj sururi, as-sururiyya, manhaj ya sururiyya, hii kundi letu sururiyya, yakhtalifu an al-manhaj al-ikhwan wal manhaj as-salafi, linatofautiana na manhaj ya ikhwani na manhaj as-salafi, zinatofautiana, sio kundi moja. Linatofautiana na manhaj ya ikhwani kwa baadhi ya mambo, na linatofautiana na manhaj as-salafi kwa baadhi ya mambo. Baadhi ya mambo inafikiana na manhaj ya ikhwani, baadhi ya mambo inafikiana na manhaj as-salafi. Umeelewa? فهو قائم على المزج بين منهج السلفي ومنهج الخوارج. السرورية limesimama katika, imekusanya baina manhaj salafi na manhaj ya kikhawariji. Utaona itikadi yetu moja bwana. Ukiniuliza aina Allah, nakwambia fi sama. Vitabu gani nasomesha? Angalia manhaji yetu ya darasa, kutubu za aqida zimejaa, ndio lakini mtu unakuta shekha anakuja shekha kisalafi anakuambia hapana, huyu sururi huyu, mambo gani bwana, naanza kupigana wana sunna wenyewe kwa wenyewe, kauli kama hizo. Ukimwangalia ni salafi, lakini amechanganya manhaj salafi wa manhaj al-khawarij. Umeelewana wazi? Manhaj salafi na manhaj al-khawarij. Akaendelea sema faqad akhadhu min al-manhaj as-salafi al-madhmun al-aqaidiyya al-ilmiyya, wamechukua kwenye manhaj salafi ile madhumuni ya itikadi na ilmu. Mtu manhaj salafi utakuta na wenyewe wanatilia muhimu manhaj ya ilmu, wana maraki za ilmu. Tena ukiangalia ni markaz sunna, wanajiita ni watu wa sunna, na wana madrasa za ilmu, ima halaqati au nidhamia, ibtidai, mutawasita, thanawi. Utakuta wana markazi zao na wanasomesha vitabu vya sunna Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na wanapambana na bid'a, sufi, maibadhi, mashia, utakutonika mihadhara kupambana nao. Wamechukua manhaj salafi. Wa akhadhu min manhaj al-khawarij, na wamechukua pia manhaj ya makhawarij, bid'at al-khuruj al-qawli wal-amali, katika bid'a ya kutoka kwa mtawala kwa kauli na kimatendo. Kuna baadhi ya watu wanaambia mbona khawarij nini? Hapana, wanaanza hao jamaa kazi yao kupigana na wanasunna wenzao, lakini mna ukhawarij nini? Lao ingekuwa sahihi wangetuuliza uko wapi ukhawariji wetu? Umeelewana? Alafu watu washinde kubainisha. Sasa mnaona bwana mtusingizia. Umeelewa? Kundi gani linazungumzia? Sururiyya. Lidhalika, kwa sababu hiyo, kana lisururiyina atharun kabirun fi al-ikhlal bi asli as-sam' wa at-ta'a. Wamekuwa masururi wana athari kubwa katika kuvunja msingi wa sam'i wa ta'a kwa kiongozi. Alafu kwa sura ya manhaj salafi, hawa ni sururi.
Umeelewana? Lakini kwenye msingi wa manhaj wa sam'u wa ta'a hawapo. Alladhi huwa min usuli mu'taqad ahli sunna, ambaye msingi huu ni katika misingi ya itikadi ya sunna. Mwanzilishi wake anaitwa Muhammad Surur Zainul Abidin, msiri ya huyu jamaa, ni shekhe kabir mkubwa, na alikuwa ni katika walimu mamlakatul arabia saudia. Muhammad Surur Zainul Abidin ndio mwanzilishi wa kundi hili la Sururia. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala aliulizwa katika sharita yake شريط سرورية خارجية عصرية تعليق الإمام الألباني رحمه الله تعالى. شيخ الألباني amesema إنهم خارجية عصرية, hawa ni makhawariji wa zama hizi. إنهم Sheikh Al-Albani رحمه الله تعالى anasema إنهم خارجية عصرية, hawa masururia ni makhawariji wa zama hizi. Mnanielewa jamani? Imeanza mbali, lengo ni elimu, sio muadhara tu kusikiliza. Tikana mdhibiti nukta, yani mtu ukisimama mahali kumzungumzia sururi unamuelezea kwa elimu, sio kubahatisha. Tumeelewana? Na hii harakati hizi zimeanzishwa na Muhammad Surur Zainul Abidin, suriyun, ni Msiria katika mji wa Hawran, na alikuwa akisomesha madrasa katika mji wa Suria, na alikuwa ni katika kiongozi wa tanzim al-ikhwan al-irhad, kiongozi wa ikhwan muslimun, kisha akajipasua akajimega na akawa akasomesha pia madarasa mamlakatul arabia saudia katika mji wa Haili huko, akawa anasomesha takriban mwaka mmoja, kisha akaingia mkataba na katika maahid al-ilmiya at-tabi'a li jami'ati al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamia, akasomesha huko Buraida huko kwa mbali Buraida muda wa miaka 5, kisha akaenda Ahsa Saudia yote muda wa miaka 5, muda wa miaka 2, kisha akahama baada ya hapo akaenda London Uingereza. Akaenda Uingereza akaasisi al-Muntada al-Islami. Kuna taasisi inaitwa al-Muntada al-Islami. Al-Muntada, ulizeni Ansar Sunna kuhusiana al-Muntada al-Islami, ulizia vizuri, ndio mdhamini wa Salim Barahiani. Akaasisi al-Muntada al-Islami Muhammad Surur Zainul Abidin kutoka London, akaasisi al-Muntada al-Islami. Katika al-Muntada al-Islami ambayo kwa inatoka majalla, yani gazeti inaitwa Majallatul Bayan, akaanzisha majalla hiyo, jarida hilo, na akaanzisha taasisi nyingine ambayo inatoa Majallatus Sunna. Zote ni Majallatul Bayan, Majallatus Sunna. Alafu kimwangalia Muhammad Surur sunni, masha Allah, kimwangalia wallahi dhahir salafi, utakuta na durusu usul thalatha, aqidatul wasitiyya, aqidat tahawiyya, kutub za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kutub za salaf anasomesha. Alafu Sheikh Albani anasema ni kharijiyatun asriyya, ni makhawarij wa zama hizi. Mmeelewa? Kwa hiyo huyo ndo Muhammad Surur, ndo mwanzilishi wa kundi la Sururia. Na huyu Muhammad Surur ili kundi la Sururia ambalo amelianzisha kiongozi huyu, anakataa, wenyewe wanakataa kuitwa masururia, wataki Sururia kama vile Bakhurafi kuitwa Bakhurafi, hivyo. Umeelewa? Hawataki kuitwa Sururia wenyewe, hawataki, wanakataa. Anakataa kuitwa jina hili. Na Muhammad Surur katika mambo ambayo yamesikika kwenye darasa zake kwa sauti na vitabu vyake, katika itikadi ambazo zimesikika kwake, at-ta'nu fi salafiyya wa ahliha, anawasema vibaya masalafi na watu na wale maulama na watu masalafi, usalafi na masalafi, anawasema vibaya usalafi na masalafi, hausemi vizuri manhaji salafi kwa sauti, kwa vitabu anaandika. At-ta'nu fi ulati amri almuslimin, pia wanawasema vibaya viongozi wa mamlakatul arabia saudia. Ameandika amrina kwa sababu muhadhara al-mamlakatul arabia saudia, muhadhara ulikuwa unatolewa ndani ya Saudia. Ni maarufu kuwasema vibaya watawala wa Saudi Arabia na kuwatukana vibaya. Hiyo yamesikika kwa nani? Muhammad Surur Zainul Abidin. Na pia watanfiru min ulamaina, na wanawafukuza watu kwa maulama, watu wasikae kwa maulama, waramyuhum biljumud, na wanawasifia maulama, wanasema hao bwana ni wasusuavu na ni vibaraka,
lugha hiyo inatumika. Maulama wa vibaraka hawa, haya ni maneno ya nani? Muhammad Surur Zainul Abidin. Ni vibaraka wa biadami fahmi alwaqi, na wanawasema wanaochuoni hawajui hali ya nisi. Unajua hao bwana, unajua kazi yao ni qala Allah qala Rasul, sio hadathana akhbarana, wenyewe kusomesha vitabu. Hii dunia hawaelewi mambo mengi. Unajua Mayahudi bwana na mipango mingi, hawa hawajui hawa. Ukisikia lugha hizi hiyo Sururi huyo. Alafu anayemwambia unakuta Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Sheikh Muqbil bin Hadi, Sheikh Muhammad Aman al-Jami, hawaelewi waqi hawa. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, al-Imam Ibn Baz, wanaambia hawajui al-waqi. Mnielewa? Hizo itikadi za huyu jamaa. Waja'ala taqlid al-ulama a'zam min ash-shirk. Wenyewe wamefanya kuwafuata wanawachuoni, hata kama wadai kufuata miongozo ya wanachuoni ni jambo baya kuliko ushirikina. Ndio pale anaambia tuangalieni wanawachuoni wetu wamesemaje. Ama vurugu abadan, hawarejei kwa ahlul ilm. Mwanawachuoni wao ni Muhammad Surur, mwanawachuoni wao ni Sayyid Qutb, mwanawachuoni wao ni Muhammad Qutb, mwanawachuoni wao ni hao ina Aidul Qarni, ina nani, Abdul Razak al-Shaiji, Mishari al-Matrafi na wengine. Hao ndio mwanawachuoni wao. Ina Adnan Urur, ina Abdurrahman Abdul Khalid, ina Abul Hasan al-Maidi. Lakini ukiwaambia turejeeni kwa maulama, tuangalieni Sheikh Al-Albani anasemaje, Ibn Baz anasemaje, Ibn Uthaymeen anasemaje, Sheikh Muqbil anasemaje, Sheikh Rabi anasemaje. Hapana, hao wakali tu, hao kazi yao kukemea tu, hawaelewi mambo. Huyu Sururi bwana, usipate shida alama zake. Haya, katika itikadi yake pia imepatikana kwake maneno mabaya na kusema vibaya vitabu vya akida. Hivi vitabu vya akida na visema vibaya, kwamba vitabu vya akida Muhammad Sururi anasema vimekusanya aya hadithi kavu, yani zimesusuavu fulani. Hii akida tahawiyya au kitabu tauhid ilikuwa inawafaa. Ameandika Muhammad Sururi kwamba kitabu tauhid inafaa kutatua matatizo ya zama zile za Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, sio zama zetu. Sasa hivi nitakana kiandikwe kitabu tauhidi kingine kinachoendana na zama hizi. Haya maneno ameandika katika kitabu chake anakiita Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Huyu Muhammad Surur Zainul Abidin. Mnielewa? Huyu ndio Sururia. Na wengineo wanawakufurisha watu kwa maasi nini. Kwa hiyo hii ni kundi la Sururia. Nimeangalia kwa ufupi Ikhwan Muslimuna kina nani? Na vigawanyo vyake na makundi yake, baadhi ya alama zao. Mnielewa? Sasa inshallah tuishieni hapa, naona muda umekwenda 12 kamili. Tuishieni hapa, muda unabaki tuangalie kama kuna mtu ana maswali kwenye hili, au mtaweza mkasubirisha maswali mpaka baada ya Isha. Baki tunaendelea pia tuangalie maneno ya wanachuoni kuhusiana na hawa Ikhwan Muslimun na hawa Sururiyun na Qutbiyun. Wanachuoni wanasemaje mizana haya? Alafu inshallah kesho tutakuja kuangalia Ansarus Sunna kina nani. Alafu je, Ansarus Sunna na Masalafi tofauti yao ipi? Jazakumullahu khairan.